Kusherehekea talaka ni kufuru, kwa sababu ndoa ni neema, na kuondoka kwa neema ya ndoa ni msiba mzito. Ndoa ni nusu ya dini. Kama Allah kaandika ndoa kuvunjika, maana yake nusu ya dini imevunjika, na maana yake neema kubwa kabisa ya Mola imeondoka. Hilo halihitaji sherehe kwa wanawake wenye kujitambua, wenye haya, wenye aibu, wenye chemba cha imani, wanaficha hata wakiachika. Nisameheni niseme, mashangingi ndio wanaoshangilia. Sasa nataka nikupeni ushahidi ndani ya Qur'an ya kwamba kuna watu wanakufuru neema za Allah. Kuna kitu kinaitwa kufru neema, na wengi tunakufuru neema, wengine kwa kujua na wengine kutojua. Sikiliza sasa Allah anasemaje katika suratu Ibrahim. Allah anasema wale wanaobadilisha neema zake kwa kufuru wanajichochea kwa moto na kuwaandalia wenzao na kujiandalia wao wenyewe makazi ya maangamizi siku ya Kiyama. Kisha akasema makazi hayo ni makazi ya moto wa Jahannam, na humo ni pahala pabaya mno kukaa. Kusherehekea kuvunjika kwa ndoa ya Kiislamu, ndoa ya Kiislamu ambayo ni ibada, ndoa ya Kiislamu ambayo ni sunna, ndoa ya Kiislamu ambayo ni nusu ya dini, huko ni kukufuru. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema tena, anawasemesha kina mama, mwanamke yoyote atakayemuomba mume wake talaka pasina sababu za kisheria zilizowekwa na Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faharamun alaiha raihatul janna, mwanamke huyo ni haramu kwake hata kunusa harufu ya pepo. Hadithi hii iwe ni message tosha kwa wazee wa nginja wanaotaka talaka na wasiotaka ndoa.